tendo la ndoa. Ni kwa nini ikifika hatua fulani katika mapenzi mnakosa hamu ya kufanya tendo la ndoa? Ni kwa sababu hii, in African spirituality unapata tendo la ndoa lilikuwa linafanyika kupandisha nyota ama kukurekebisha ama kuondoa mizigo fulani ambayo yanakuletea limitation, blockages, vitu kama hivyo. Tendo la ndoa lilikuwa linafanyika kwa mtu ambaye ana uwezo wa kucommand spirit yako, yani mtu ambaye anaweza kuinusha spirit yako. Ndio maana tendo la ndoa lilikuwa si kama vile sasa unakabana sijui mpaka muangalie video fulani ama muangalie watu wakitenda hiyo tendo la ndoa ndio mpate hiyo niyo mfanye hizo vitu vyenye mnataka kufanya. Ni kwa sababu katika maisha ya kitambo watu walikuwa wanatumia tendo la ndoa kupandishana na pia kuleta ama kuendeleza generation. Na katika kuendeleza generation walikuwa wanaangalia ni nani ambaye ana vibrate haya, na kwa kuvibrate haya ni mtu ambaye amejifanyia kazi ndani ndio anaweza kuendeleza nini generation. So wale ambao walikuwa na vibrate low kupata mwenza kufanya hilo tendo ilikuwa kawaida. Ndio maana wanaume wa kale unapata hiyo interest ya hizo vitu ambavyo mnafanya unapata hawakuwa nazo sana. Hata ukiangalia katika historia za ukirudi back to tradition ndani wale ambao bado hawajaingia into digitalism, utapata hizo tendo wanachukulia kama kitu normal, si kama vile watu ambao wako in digital wanaichukulia ni kama yani inakuwa ni vitu na mapambo vituko vingi, yani inakuwa ni kitu yani wameiachilia tu yani inafanyika tu anytime for enjoyment, vitu kama hivyo. Tendo la ndoa ilikuwa inafanyika wakati mwafaka, either wakati wa kurelease ama wakati wa kureceive ama wakati wa kuendelesha generation, ama kama kuna vikomo fulani ardhini ambavyo vinafaa kusaishwa, wanaume walikuwa wanatoka wanafanya hiyo tendo alafu wanasaisha. Unapata kama ni mvua inanyesha, kama kuna vikomo fulani vinaondoka. Katika maisha ya kale wanawake walikuwa wanaonekana valuable, walikuwa wapi, walikuwa kama dhahabu. Wanawake hata kuolewa kwao unapata alikuwa anaolewa na fedha nyingi. Ndo hizo historia bado ziko za mahari, kwa sababu mwanamke alikuwa anakusaidia ku go back to the creator. Mwanamke alikuwa anatumika kama kukuregesha kwa muumbaji, kukusaidia kurelease na kureceive. Ndio maana mwanamke katika historia ya kale alikuwa ndio msemaji katika ndoa. Most of the women unapata hata ndio walikuwa wanatengeneza majumba, kwa sababu nyumba ilikuwa ni mwanamke. Lakini katika historia ya sasa vitu vimebadilika. Unapata mwanamke kutoa hiyo vibration inakuwa ni ngumu, kwa sababu every now and then wewe unamwachilia trauma, unamwachilia hii, unamwachilia hivyo. Kwa sababu gani? Hakuna kupandishana, you are still stagnant. Hakuna kupandishana, vibration yenu hamjisaishi. Ndio maana unapata mko stagnant katika ndoa mpaka hamu hakuna. Ndio maana unapata watu wa ardhini wanasema haya, angalieni hii, fanya hivi, shikaneni hivi ndio mlete hiyo vibration. Hiyo vibration wewe mkiangalia hizo video mnaangalia pale, mnatoa vibration yenu ama energy yenu kwa hao watu ambao wanatenda hiyo tendo. Na the moment mnatoa hizo vibration yenu kwa hao watu, unapata mnaendeleza kufanya hiyo vituko ambavyo wanafanya, na wanaendelea kungata anga zenu. Unapoanza kukabakaba mwenzako, sijui unamshikashika, unampapasa kumtafuta, Kenya atatoa ni kile ambacho kitakuja tu kubind. It will not be able to help you release. Mwanamke ukitaka kumpata ni wakati wa ovulation, hapo ndo utampata akiwa yuko tayari. Na hapo you can either muendeleze generation ama mkakwamisha ama akaku in exchange akakupandisha kinyota. Ndio maana unapata wanaume katika historia ya kale walikuwa na wanawake huyu, na wale wanawake walikuwa wanaletwa na mwanamke mwenyewe. Mwanamke mwenyewe alikuwa anaenda kutafutia mwanamke mwenye ataelewana naye ndiye anakuleta unaoa. Haikukuwa wewe uende uchague. Ndoa ama tendo la ndoa kitambo ilikuwa inafanyika ku evoke the spirit. That's why inafanyika sana. Ukipata any rituals zozote, leta mwanamke, sijui leta nini, leta vifanya tendo la ndoa. Ndio maana unapata mtu ameenda akaua akafanya nini, anakuja anaachilia kwa nini? Kwa mwanamke wa watu. Mtoto wa watu anapata mikosi mpaka wengine wanatokea kufa. Wanawake wamelose hiyo wati kwa sababu ya vitu ambavyo mnatumia ndani. Manipulate hiyo womb mpaka haina tena hiyo wati ya kama vile ilivyokuwa kitambo. Mwanamke alikuwa anaweza, mwanamke alikuwa kinena kitu inafanyika, kwa sababu alikuwa mbeba creation, uumbaji. Mwanamke alikuwa akikwambia leo iko hivi, itakuwa hivi na hivi, ilikuwa inafanyika kwa sababu ya worthiness. A woman was a queen. Mwanamke hakukuwa kama vile sasa hivi. Tendo la ndoa lilikuwa linafanyika, yani ikifanyika hilo tendo unapata mtu akitoka pale ana amani, si violence.
Lakini sasa unapata mtu anavifanya tu. Wengine hata wanalazimisha wenzao. Jaribuni sana mjichunguze. Maana hizi vitu ambavyo vimeletwa ku manipulate hii akili vinatatiza chini. Na vinapotatiza chini, creativity inafungwa. Unapata wengine wanaanza kutatiza, wanaanza kuwa na wanyama. Jaribu kujiangalia. Maana dunia inapotea. Value ya mwanamke kuregesha watu back to the creation inaisha. Na ikiisha hivyo, basi ina maana chochote ambacho kinakuja hakina mwelekeo. Wanawake, go back within. Ndio maana ukiambia mwanamke go back within, anashindwa anaanzia wapi? Ni machozi tu. Kwa sababu akijiangalia hivi anaona trauma. Akifanya hivi anaona trauma. That's why hizi practices zenye wenzao wanakuja wanaambia fanya womb healing, fanya hivi, wengine wanaona ni uchawi. Kwa sababu wanajua kabisa wanawake wanaregeshwa back within. Na wanawake wakiregeshwa back within, hakutakuwa na vituko ambavyo vinafanyika wakati huu. Lazima vitu vitasaishwa. Na kusaishwa, kuna wale ambao wamezoea kung'ata, kutatiza wenzao. Wanaona power yao itaisha. Jaribu sana, anza kujifanyia kazi mdada wewe, kwa sababu kupitia wewe ndio uumbaji unaanza. Na kupitia wewe ndio uumbaji unakwama. Kuna wale wanaweza kuzaa na kuna wale ambao hawawezi kuzaa. Jichunguze wewe uko wapi.